Jumamosi nyingine na kualika katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Jabir Suleiman na Philip Mkini, tukiwa katika kurasa za mwisho, ambapo leo hii tutakuwa tunaangalia yale ujiri katika magazeti, hasa hususan katika kurasa za mwisho, lakini pia kuangaza nini ambacho kilichotokea siku za nyuma. Jana usiku mapambano ya vitasa yalifanyika mengi tu, na tumeweza kushuhudia burudani ikiwa inarindima. Mpambano wa watani wa jadi basi huko katika dimba la Isamuyo, Meja Jenerali Isamuyo, ambapo Simba na Yanga watacheza Mei 3. Hili nalo tutaweza kuliangalia, na hasa mchokonozi Jabir Selemani, yeye atatuambia namna ambavyo anavyoangaza kuweza kuangalia pambano hili kuchezwa katika uwanja wa Meja Isamuyo, ambapo ni uwanja ambao kwa hivi karibuni umeendelea kushika kasi na kupata umaarufu hasa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Tutakuletea nini matokeo yaliyotokea jana usiku katika ngumi vitasa, ambapo kadhaa mabondia wa Tanzania wameweza kufanya vizuri. Kumekuwa na knockout za mapema katika mechi ama vitasa vya jana. Kwa hiyo tutazidi kutaarifiana nini ambacho kimetokea jana usiku. Ile ulikuwa hujashuhudia nini ambacho kimetokea. Katika gazeti la Mwana Sports, moja kwa moja tunaanza hivyo. Boli lipo hapa. Hii inamaanisha kwamba leo hii ni nusu fainali ya kwanza ya michuano ya muungano kati ya Azam FC dhidi ya Yanga, mechi ambayo itachezwa saa 2:15, na kesho basi itakuwa ni mchezo wa pili nusu fainali kati ya Mlandege dhidi ya Simba, mechi ambazo zinachezwa kwa wakati huu. Jabiri, karibu sana. Nilikuwa nikiangalia possibility za hii ni dabi ya leo, ni dabi ya Dar es Salaam ya Muungano Cup. Dabi ya Dar es Salaam imetokea ndani ya muungano. Alafu pia nilikuwa naangalia Mlandege na possibility ya finali ikoje. Amna najua umenielewa nikizungumza hivyo. Amna possibility, alafu amna tunakuwa tuna finali, dabi ya finali katika siku mbili, alafu tuna dabi ya ligi kuu ya NBC. Umeelewa sasa? Umeelewa hapo, umeelewa vizuri sana. Kwa hiyo ni mara chache sana mimi nimeshaona kwenye El Clasico kwamba wale majamaa wa El Clasico wanaweza kukutana hata mara 4-6 ndani ya wiki kadhaa, yani wiki. Sasa mimi ninawakilisha wananchi kwa maana kwamba wadau, kwa maana kwamba mashabiki, sio wananchi Yanga, sio kanitafsiri vibaya. Wao wanasema yani katika asitokee mmoja wapo akachoropoka. Maana ukiangalia ile tree, yale matawi yana favor hiyo dabi ya Kariakoo. Yani nimekuelewa, endelea. Umeelewa? Yale matawi yani nimekuelewa. Najaribu unielewe in terms of mpaka naanza kutia Kiingereza, kwamba ukiangalia tukisema fanya ranking ya timu. Yani kiuchambuzi, mimi pia ni mchambuzi, nikisema tu kwamba unaweka rank ya timu, ranki 1 2 3 4, nani anaanza pale kwa ukubwa? Umeelewa? Nakuelewa. Unapata ile tree kwamba unapata maono ya baadaye, unapata kwamba hapa kuna dabi hapa ya kuna muungano, alafu kuna dabi ya NBC. Sasa ukiangalia hiyo tree hizo branches, sasa wanauliza mashabiki, je, itawezekana? Mimi swali langu liko hapo kwa Nkini. Je, itawezekana
Yani maana tulikutana na Nkini, unajua mambo ya kurasa tunaweza kudiscuss jana yake. Tulikutana somewhere. Nikasema nitamchokoza tu kwenye kurasa. Je, inawezekana kuporopochoka au kubaki? inawezekana. Inawezekana Wakacheza, lakini mimi bado nina wasiwasi. Wewe bado una wasiwasi? Yani mimi kinachoniingia ni wasiwasi ya kama wote wanaweza kupenya. Siwi na wasiwasi ya kwamba mmoja anaweza akajivunja. Wasiwasi neno alotumia. Wasiwasi wangu ni kwamba pia nao wanakutana na timu ambazo grade yake ni ya juu. Kwa ukiona Mlandege walipocheza na Singida, unaona kabisa kwamba sio timu ya kubeza. Lakini pia grade ya Yanga na Azam hazina tofauti kubwa sana. Yaani kuamini ya kwamba huyu ana uwezo wa 100% ya kuvuka. Azam unamuona kuna timu bora. Mfano Yanga alimfunga Azam nafikiri kwenye Mapinduzi. Lakini walipokuja kukutana kwenye ligi, Azam walimiliki mchezo kwa dakika zote na bado akapata suluhu. Kwa hiyo ukiweka kwenye grade mpaka sasa hivi, unaona ya kwamba yoyote ana uwezo wa kuvuka kwenda finali. Sasa hilo ni moja. Umenikwepa hapo, lakini tutarudi. Narudi kwenye swali lako. Lingine nafikiri itakuwa ni historia kwa miaka hivi karibuni, kizazi hichi, kama hii dabi itatokea. Ya kwamba cheza dabi baada ya siku 3, dabi nyingine. Nimepata kwa nyuma kuna wakati iliwahi kutokea, lakini inaonekana ni baada ya siku 6. Nafikiri walicheza Ngao alafu wakakutana kwenye ligi tena baada ya siku 6 mbele. Kwa sasa itakuwa ni historia. Ikitokea itakuwa ni jambo lingine. Lakini mimi naamini bado zote zina uwezo wa kupambana uwanjani, zikacheza dabi hiyo hapo, akapatikana mshindi, akanogesha zaidi dabi ile nyingine inayokuja ya ligi. Kuna Jabiri, wewe unaamini kuna ranking ya timu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 kwa zilizoingia nusu finali ya Muungano? Ndio, ipo. Siri yako, si ndio? Unataka iwe siri yako, unataka kutoa hadharani. Hiyo ranking kivipi? Sielewa. Kivipi? Sielewa. Si ana timu zake, yani kwa mfano labda ya Mlandege nini sasa hataki kutoa kwamba. Kwani mwambie atoe? Mwambie atoe tu. Hujamwambia? Wewe muuliza. Amesema siri. Amesema ni siri. Si siri. Tuendelee. Kwa hiyo sasa endapo itatokea kwamba mtu kafungwa back to back, kwa maana kwamba mtu kafungwa ndio wameingia sasa, wamecheza, amefungwa fainali ya Muungano alafu amekwenda amecheza mechi ya ligi nayo amefungwa, wewe utakuwepo wapi? Utakuwa umelazwa hospitali au utakuwa? Naamini kabisa hamna kutakuwa na mvurugano kwenye mechi ya wafundi. Watu hawatabaki salama. Kumbe umepata sasa. Inawezekana kutokea kwa sababu kwenye kombe la Muungano ni lazima mshindi apatikane iwapo itatokea dabi. Yaani ikitokea amefika dabi, ni lazima mshindi apatikane. Kwa hiyo watafika kwenye changamoto za penalty. Sawa? Kwenye NBC sio lazima mshindi apatikane. Ndio. Wanaweza katokea sare. Lakini vile vile ni mechi ambayo ya kwenye ligi, mtego wake ulipokuja ni kwamba ni mechi ambayo ni muhimu sana kwenye kuelekea kwenye msimamo, kwenye kugombania title race. Wanasema ni mechi ya dabi ya tarehe 3 ni psychology match kwenye title race. Kwa hiyo nayo yani ndio moja ya mtego uliokuwepo katika hizo mechi zote mbili. Kama itatokea Simba na Yanga wamekutana Zanzibar, na kama itatokea wanarudi huko kwenye ligi kucheza. Nkini, narudi tena kwako. Unajua hii ni lala kwa kuliwaza. Narudi kwako. Ndio ameshaingia fainali ya Muungano. Simba na Yanga. Sawa. Headline yako mfano ukireflect na ile ya tarehe 3 inakuwaje? Ni rekodi tu hivyo tu. Haya, wameshacheza Muungano, mmoja kapigwa.
Moja kapigwa. Kuelekea preview ya kwenda kwenye dabi nyingine. Headline. Tukutane da. Mbona kama ikusisimuki? Tumeshamaliza Zanzibar. Inauzika yani, mimi naleta kwako wewe mzee, wewe ni benka. Si ndio nataka udhamini. Sasa naleta headline ya Mkini kwamba tukutane da. Utanunua? Mimi nitanunua kwa sababu nitaitafsiri, lakini mimi ningeweza kuweka na mimi kichwa changu cha habari. Kipi? Ikishatokea kule Muungano, mtu kapigwa. Tunakuja huku. Mimi ningeandika tukutane jeshini. Tukutane jeshini. Ungenunua? Ungenunua gazeti? Inanivutia. Kwa hiyo nimeshinda Mkini. Kwa nini kwake imezoeleka? Ngoja Mkini anakuja taratibu. Utapata pointi zako. Kama Yanga kafungwa Muungano finali, headline yako kule na kwa yapi ya kule? Yani ya kule wewe kama Mario. Ningesema sasa hiyo ningezirudia zile unajua kuna zile headline za zamani. Yani zile za zamani, gazeti la Mfanyakazi, Uhuru, Mzalendo, umeelewa zile sasa ungezirudia. Kwa mfano ningechukua ile ambayo ilikuwa common sana ile miaka ya nyuma. Yani unakuta miaka ya nyuma Simba na Yanga wamecheza muda mrefu, afu mmoja hajapata matokeo. Sasa mmoja akipata matokeo tu, kuna ile tu Simba yavunja mwiko. Hiyo ndefu imekuwa ndefu. Kuna moja ili trend. Kuna moja ili trend hivyo tu. Unajua mara nyingi, ngoja kwanza Mkini utakuja, nitakupa muda. Unajua katika sifa za sisi waandishi, sifa za kichwa cha habari, kiwe kifupi. Ukiona headline imekuwa ndefu, haivuti. Kiwe kifupi. Ukipata neno moja kwenye headline ndio nzuri zaidi. Labda utaniprove wrong. Uko sahihi. Sasa endelea na yani, ukipata neno moja kwenye headline za matukio. Mfano hiyo mechi ya Simba na Yanga kupigwa Meja Samuel. Kupata maneno mawili unaweza kapata mawili ambayo ni sahihi. Yani kupata maneno mawili kwenye hiyo ni sahihi, lakini ukipata neno moja linakuwa zuri zaidi. Lakini sasa mara nyingi kwenye mechi ya dabi headline hauipati kabla mechi haijaisha. Kwa nini? Inawezekana ukaenda kwenye ile mechi alafu mchezaji mmoja akafanya kitu kikubwa sana. Mchezaji mmoja yani ndo akaiteka ile dabi. Mfano ndo kwenye mechi ile Pacome ndo anaiteka dabi mfano. Ushanaelewa vizuri? Wewe akili yako yote lazima iende na Pacome. Kwa nini? Kwa sababu ndio mtu ambao kesho yake watu wanataka kumsikia zaidi, kwa sababu ana trend zaidi. Jana alifanya vizuri. Ikitokea timu imeperform, sasa hapo ndo unaenda na hizo headline za timu. Ndio maana mfano sasa hivi ukiangalia watu wanasubiriaga nani atakuja kuweka rekodi ya kufunga hat-trick baada ya Kibadeni kule nyuma. Sasa mfano inatokea mchezaji amefunga hat-trick kwenye mechi ya Simba na Yanga, kitu ambacho hakikutokea miaka mingi, yule mchezaji ndo anakuwa headline. Unasasa inapokuja hapa. Na inawezekana kuna mechi nyingine, kuna mechi moja tuliendaga, tumemaliza mechi mmalizika, tumekosa headline. Ngaika huku na huku tukakosa headline. Alafu huwezi amini tukaingia kwenye mitandao ya kijamii tukaipata headline. Yani unaingia, yani dakika chache sasa bwana tunaenda headline gani mnakosa. Kwa hiyo mnaingia kwenye mitandao. Kuna watu wana headlines zao kwenye mitandao ya kijamii, yani anza ameandika kitu cha kawaida. Lakini mmoja tukienda na hichi kama vile kina trend zaidi. Kwa hiyo wakati mwingine inatokea hivyo. Kucheza na headline ikiwa ni moja kwenye matukio yale ambayo ni makubwa, perfect sana. Lakini ikiwa kwenye matukio kama hayo uliosema kwamba tukutane jeshini, ni headline nzuri. Yani mtu ataanza sawa, mtu anajua. Yani mtu anajua kwamba Meja Samuel unamilikiwa na jeshi. Lakini lile neno likikaa pale mbele kwenye headline linamvuta mtu zaidi kwenda kusoma, kwa sababu kwanza kukutana jeshini. Nipe mkono basi. Kukutana jeshini ni kitu ambacho ni nadra sana. Yaani nyinyi mnaendaje kukutana jeshini? Kula tutoboi. Nani tutoboi uwanja? Kula tutoboi uwanja. Tutoboi kivipi? Sielewa. Kule mpira unapigwa lakini tobolewa.
Kwani kuna sehemu nyingine wanatobwaga? Siwi. Sasa kuniingiza kinga. Sasa sikiliza, umeona hiyo headline yako hiyo nani aliyosema Nkini kwamba tukutane jeshini. Ambayo hiyo ilikupo sasa ni ukiangalia ukidadavua tukutane jeshini, unaweza ukamchukua mwenyeji wa mechi. Kwa maana hiyo unakuwa unaizungumzia Simba. Kwamba anasema tukutane jeshini. Yaani ni maana yake ukiichungulia ndani kwa ndani, ukiichunguza hiyo mechi ya Muungano labda fainali inakuwa haina msisimko. Unakuwa ile pale umeshinda. Inakuwa haina msisimko, ndio headline yako inakuja. Yaani ilikuwa haina matukio. Na ndio maana headline yako inatokea kama hiyo tukutane jeshini. Na inawezekana kabisa ili umokoe huyo tukutane jeshini, manake kafungwa au kasare. Yani kwa mantiki hiyo lazima itokee hiyo scenario. Scenario kwa sare au kafungwa, kwa maana kwamba aliyefungwa anasema tukutane jeshini, kwamba kule ndio uwanja wake wa nyumbani. Kwa ndio hivyo. Lakini pia unaweza kumpata hata kama Yanga ambao sio mwenyeji. Yaani sishafungwa huku, kule sifungwi tena, tukutane kule. Inawezekana. Yaani umeshaelewa. Kwa yote mawili, yani headline inaweza iko katikati. Yeye inategemea jinsi ambavyo utaweza kucheza nayo wewe mwenyewe. Lakini ni headline nzuri. Okay, swali langu jingine, of course hiyo inakupa ina apply kote kwa pande zote mbili, hata kama imetoa sare, hata kama imenani. Na kwa upande kwa mfano si niwekeje, kwa upande ambao unadhani kwamba scenario hii iliyotokea jana ya uwanja, unajua katika wiki hizi mbili kumekuwa na sintofahamu. Mechi inachezwa Arusha, mechi inachezwa Sheikh Ahmed Abeid, mechi inachezwa Sheikh Ahmed Abeid, inachezwa dakika za jioni, jana jioni vitu vikatoka. Wewe ulichukuliaje kama Jabiri ambaye umeona kwa mara ya kwanza, achana na mashabiki wa social media, wewe kama Jabiri kwa mara ya kwanza umeiona? Kuna mmoja alisema hivi, mshabiki alisema hivi, ninachokiona hapa ni AI ama baada ile tangazo ninachokiona hapa ni AI au unajua yani AI. Unajua mimi namuelewa. Unamuelewa? Mshabiki namuelewa. Unajua namuelewa mshabiki kwa sababu sasa hivi vitu vingi vinavyokuja kwenye especially kwenye social media vinachukua muda mrefu sana kuaminiwa kutokana na hii teknolojia ya AI. Yaani unaweza kukuta mtu anaiona habari akasema AI. Kwa sababu hicho unachoniambia mimi nilikuwa ofisini tukiwa na jamaa mwingine. Saa 11 ilikuwa. Sasa angalia, hiyo habari ilikuwa kuna mtu alikuwa, ina maana kuna mtu alikupo nayo toka kama saa 10 hivi. Kwa sababu tulikuwa tuko ofisini, tunafanya kazi. Kuna mtu akaja akasema, I say, Simba na Yanga Jenerali Samuyo. Mimi nikamjibu tu, haiwezekani. Mwenzangu akamwambia, AI hiyo. Yaani kuna mwingine naye akamwambia, AI hiyo. Alafu na yule jamaa naye akaikata hiyo. Yaani akaona kama naye kama akashtuka kwamba kweli inaweza kuwa kama naye akawa haiamini. Kama naye akawa haiamini. Sasa baada ya muda tukaanza kuona sasa kwenye hizo TFF kwenye bodi ya ligi hivyo na kwenye mitandao. Kwa hiyo AI imeleta hiyo changamoto kwamba saa nyingine mtu anakuta anachukua muda kukubali taarifa, kutafsiri. Haya. Bado nipo kwenye hii. Sasa niko kwenye dabi ya Dar es Salaam. Hii ukiangalia boli lipo hapa ya leo siku saa 2. Hamna athari baada ya matokeo? Hamna athari yoyote. Kwenye technical bench hamna athari yoyote. Upande mmoja unaweza kuwa na tatizo. Upande gani? Upande mmoja kwenye matokeo ya leo, kama ilikuwa ni target ya club
narudi kwenye ile swali lako la mwanzo sasa. Lipi hilo? Lile la mwanzo kabisa. Wewe utanielewa. Kama ni target ya klabu kwenda finali. Alafu hiyo timu moja ikapoteza. Ile timu iliyopoteza itakuwa na athari. Ile iliyokuwa na target. Kama haitakuwa na athari wakati huo, itakuwa imebakiza mechi hii. Hilo benchi la ufundi lilikuwa limebakiza mechi moja. Na mechi inayofuata ni dhidi ya nani? Mimi kama Azam niwe mkweli. Yaani mimi niwe mkweli. Yaani mimi kama Azam, mimi naiangalia Azam. Karibu ni mechi zao zote najitahidi kadri uwezo wangu niwe kwenye ratiba na iangalia Azam. Na nimekuwa nafanya hivyo miaka yote. Mimi Azam naamini kama ndio imeshakuwa bingwa ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu. Yaani mimi ukiniuliza. Yaani mimi nasema kwamba Azam ndio bingwa wa msimu huu wa ligi kuu bara. Sio kwenye fact. Kwenye fact inajulikana kwamba Azam kwa 3 kazidiwa pointi 8 na Yanga, kazidiwa pointi 5 na Simba, ila mimi ungeniuliza kwenye football perspective, kwenye football progress and development, mimi naamini kwamba kama Azam ni bingwa wa msimu na anaweza kutoa sababu zangu. Mbona umerukia ligi muungano kwanza? Hata kama muungano, nani nimezungumzia hata yeye alivyokuwa anasema Nkini kwamba hata kama muungano Azam leo katolewa na Yanga. Maana akitolewa na Yanga unaweza kusema Azam kabakia na ligi na CRDB Cup. Mimi nikisema kwamba Azam ni bingwa wa msimu, na maanisha msimu huu Azam the way ilivyo vitu ilivyovifanya. Ukiachana na kucheza group stage. Lakini Azam katika jambo ambalo mimi nasema kwamba ni bingwa, naiona Azam the way ilivyoweza kupromote wachezaji kutoka kwenye akademi yao. Ni kitu ambacho kwangu mimi nakiona ni kikubwa kuliko hata matokeo ya Azam ya uwanjani. Kwa sababu Nkini ni shahidi. Azam wamekuwa na ile akademi yao pale Chamazi miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Na tulikuwa tunauliza saa nyingine Azam hata kusajili kipa wa nje. Tunawauliza Azam, mnasajili vipi kipa nje wakati mna akademi? Ina maana akademi haiwezi kutoa kipa? Yaani akademi mnayo toi kipa. Kwa hiyo Azam unaiangalia leo inacheza na Simba na Yanga, unamwona Ashraf Beku anacheza, unamwona kijana anaitwa Ashraf nani sio Alia. Okay, Jabiri tutakuja tuweka sawa sauti yako. Maana umetumia nguvu kidogo pale kuzungumza. Weka hiyo point yako. Labda Nkini sasa. Wewe umesema kuna athari. Yaani labda niende direct. Haiwezi kupingika athari kwa Yanga kutolewa kwenye muungano. Kwa sababu moja. Unajua Yanga kutolewa kwenye muungano wamefeli. Ile mwaka jana mabingwa ni wao. Kwa nini? Kwa sababu msimu uliopita Yanga alizoa makombe yote 5. Chukua muungano. Tukiadi tukaadi na ngao. Tutaweka CRDB, tutaweka ligi. Kuna kombe lingine tena sio na mapinduzi, si ndio? Na lile la Afrika Kusini. Mapinduzi hilo mimi ndio la 6 sasa babu. Sawa, hilo la 6 unaliweka na la 6. Mimi nazungumzia ile ya ndani ambao ni makombe 5. Ukishapunguza moja, means ya kwanza umeshapunguza yale mafanikio yako ambayo ulikuwa unayo kwa msimu uliopita. Kwenye nyinyi ambao mnajua masuala yenu ya benki, mnajua ya kwamba mwaka huu tumepata hasara hata ukipoteza shilingi 2,000, si ndio? Yaani kule kwenye mahesabu yenu mnaona ya kwamba umepata hasara. Kwa hiyo Yanga akipoteza muungano means amepata hasara bila kujali ya kwamba alikuwa anahitaji kitu gani, kwa sababu ulizungumzia mwanzo ukasema ya kwamba muungano mwaka huu ina hela nyingi, si ndio? Milioni 150 ni tofauti na kile kiasi ambacho mtu alikuwa anachukua nyuma na free milioni 50. Kwa hiyo kwenye trendi ya timu ni kombe ambalo Yanga wana target nalo. Yaani kama waliweka kwenye mahesabu yao ya msimu lazima walikuwa wana target nalo. Kwa Azam naweza nikakuelewa kwa asilimia kubwa. Ya kwamba mimi ungeniambia na mimi naweza nikarudi kwako nikakwambia Azam yeye anawezekana hata akiumaliza msimu sasa hivi akamaliza mwisho wa msimu wakakata keki wakala. Kwa nini? Azam miaka yote, misimu yote ambayo tunaenda alikuwa anatafutaga kwenda group stage ya CAF, si ndio?
Yani target ya Azam, na kila siku ulikuwa ukasikia msemaji wao azungumza, viongozi wao wakisema wanatafuta kwenda pale group stage, wameenda. Kwa hiyo ukimchukua Azam sasa hivi na Azam wa msimu uliopita, Azam huyu kafanikiwa. Yani Azam wa sasa hivi hata kama atamaliza nafasi ya 4 kwenye msimamo, huyu ameshafanikiwa, nakubaliana na wewe kabisa. Lakini anaendaje? Anaenda ikiwa pia amebana sana matumizi kwenye hicho ambacho nakizungumzia. Azam leo anaenda mapinduzi, anatumia wachezaji ambao huyu mtoto katoka wapi huyu? Yani wachezaji 5 au 6 ambao wanatoka kwenye akademia. Hiyo ni yani kwenye klabu au ni mafanikio makubwa kwao. Pamoja na kwamba unataka kusema wana kocha mkubwa, inawezekana yule kocha alivyokuja ndo kawaonesha kwamba tuna uwezo wa kutumia hapa, tukaitengeneza timu bora zaidi kuliko kwenda kusajili Ghana wapi, kwa sababu wale wachezaji ambao Azam wanawatumia pale kesho ile ni material ya national team. Kwa hiyo sio faida kwao tu. Leo tunamuona Foba, tulikuwa tunamzungumziaga Foba hapo nyuma, bado mdogo huyu, goalkeeper bado mdogo, bado hajakomaa sio na nini. Leo hii ukija ukimwangalia Foba akiitwa national team, hakuna mtu yote ambaye anashangaa kama imekuwaje Foba akaitwa timu ya taifa. Kwa nini? Performance ile ambayo alikuwa anaionyesha. Lakini wewe ulikuwa unamzungumzia Kibeku. Kibeku leo ni material kubwa sana ile kuja kumzungumzia. Yaani ukisema anacheza timu ya taifa amevaa jezi, hakuna mtu yote ambaye atakuuliza huyu ametoka wapi. Shaelewa vizuri kwa. Yeah. Kwa mimi ukiniambia leo Azam hata akipoteza muungano, yaani mimi nitasema kwamba Azam bado wana nafasi ya kuendelea kujijenga. Wanaweza wakatoka wakapita hapa, wakaenda mbele zaidi, wakapata mafanikio makubwa zaidi huko mbele, bila kujali nini ambacho wamekivuna kwa msimu huu mpaka sasa hivi. Lakini hicho hapa hatua waliofikia, hatua ya makundi, ni mafanikio makubwa zaidi kwao kuliko wangemaliza nafasi ya 2 kwenye ligi. Sawa, unaweza ukaiona timu yako kusema mbona Azam mpaka sasa hivi kwenye ligi ampoteza pointi 20. Lakini hawa wanaoenda kucheza nusu finali leo kwenye ligi yetu ndio unazungumzia kwamba ndio timu ambazo hazijafungwa hata mchezo mmoja kwenye ligi. Pamoja na hizo sare ambazo Azam ampoteza pointi 10, si pointi 20, Yanga ampoteza pointi 10, lakini ndio ambao hawajafungwa. Kwa hiyo unapoenda kuizungumzia finali ya muungano, hamna timu hata moja ambazo ukasema kwamba huyu mimi nampa nafasi kubwa ya kufanya vizuri zaidi kuliko huyu mwingine kwa sababu ya kile ambacho wameshakifanya mpaka sasa. Kwa hiyo mimi hizo ndo mechi ambazo baadhi yake tu zimechezwa wakati huo ambao tukiwa tunazishuhudia, na nikujuze tu kwamba mechi hii itachezwa saa 2 usiku na kuna mna moja ama nyingine zimekuwa ni mechi ambazo zikichezwa usiku vizuri tu. Haya, jana bana kulitokea mambo ya ngumi na tutaweza kuangalia baadaye mambo yalivyo katika ngumi ambazo zimechezwa, na nikujuze tu kwamba bondia wengi katika hao mabondia wengi wa Tanzania waliweza kufanya vizuri. Yaani nimeona pia Mieyusho akiwa anacheza. Nimeona muamuzi wangu hapo Pendo Njau. Pendo Njau ambaye aliokoa, kuna kipindi fulani alipata umaarufu. Kwa hiyo kusema kweli tuliendelea na pale tulipoishia kwa knockout ya mama, ambapo tuliweza kushuhudia jana mapambano mengi vijana wakiwa wanasukuma vitasa. Unajua vitasa huyo ni Mtangi na Michael wakiwa Okochuku kutoka Nigeria waliweza kushinda, alishinda Richard katika pambano hilo. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwa namna moja ama nyingine jana jinsi ambavyo pambano lilivyoweza kusheheni. Siku moja na mimi ningefurahi nkini mabondia wetu nao wakatoka nje wakaenda kupambana. Of course namuonaga nani Ibra Class anatoka sana Class. Huwa wanatoka mara chache. Wanatoka lakini ni mara chache. Unajua kwa nini hawatoki? Hawatoki kwa sababu yani kwenye nchi nyingi za Afrika, Tanzania wanaandaa mapambano mengi sana ya ngumi. Lakini pamoja na kuandaa mapambano mengi sana ya ngumi, Tanzania ndio sehemu ambayo sasa hivi ukizungumzia kwa nchi za Afrika unaweza ukaenda ukapigana bila mizengwe mingi. Yaani wengi wanaamini kwamba kucheza hapa ndani una mafanikio zaidi kuliko kwenda kucheza nje. Nasikia Ibra Class anacheza leo pambano nje ya nchi.
Ya, nilisikia. Ni nchi gani ile? Kuna sehemu ameenda, niliona taarifa yake wakati tutazidi kufahamu. Ibra Class amekuwa na mapambano mengi sana nje ya nchi na anafanya vizuri. Yeah. Yuko Thailand. Thailand anaenda sana, alienda pia hivi ile alikuwa Bangkok kuna Thailand yuko huko. Yaani kama Kenya na Tanzania au. Lakini kuna pambano pia alienda kupigana India nafikiri. Kuna pambano lingine alienda India. Kuna lingine alienda China. Kwa hiyo yani ni kati ya mabondia ambao wanatoka sana. Lakini hawa wanapata advantage yao ndani kwa sababu wanapata mapambano mengi sana. Sasa hivi Tanzania kila baada ya miezi mitatu utasikia lazima kuna mapambano. Kwa hiyo wana enjoy kucheza. Japo Jabiri sio mpenzi. Jabiri sio mpenzi wa ngumi. Mpenzi wa ngumi. Wewe? Na nimewahi kuzungumza. Bondia nani? Bondia gani unamshabikia sana? Mimi naangalia usema ili uonekane unabagua. Hapana, sina bondia yule kwamba huyu ni bondia wangu. Wote nawaangalia na nimewahi kuzungumza vitu viwili vitatu kuhusu ndondi. Na hata wewe tulikuwa tunaongea hapa kabla ya kipindi. Unajua moja ya jambo ambalo linatusumbua kwenye nchi yetu kwenye maeneo kama haya ya michezo ni kumaintain kile kiwango. Azam TV wamepromote sana huu mchezo wa ndondi. Sana yani. Na hata jana nilimuona Chalamila alienda Chalamila asubuhi kwanza sijui pale baadaye nikamuona na Makonda. Kitu ambacho mimi naomba wadau wa ndondi, yani hao wadau wa ndondi, mkishafika kwenye level ambayo hamsumbuki kuuza tiketi, hamsumbuki kupata wadhamini, hakikisheni mnasimamia hapo. Ujue kumleta bondia pale anapigana raundi moja hata haijaisha kashindwa pambano, mnajiangusha. Mwisho wa siku mtaanza kuja kustruggle kuuza tiketi. Mwisho wa siku mtastruggle kupata mdhamini. Kwa hiyo mimi nawaomba sana wadau wa ndondi. Hadi unaoleta mabondia kutoka nje. Sawa, tunaona kina Robi Fashion nani wanafanya kazi nzuri. Wahakikishe hii kiwango kinabaki kama kilivyo. Yaani angalia watu usiku wametoka majumbani kwao, wameacha shughuli zao, wamelipa tiketi, anakuja hapo, anakutana na bondia ambaye akiondoka anasema, "Bwana Kinie, hivi tumekuja hapa leo kupoteza muda na hela zetu. Huyu kweli bondia kaletwa kweli kucheza ngumi hapa?" Sawa, natumai Jabiri anazungumzia. Jabiri anahoja. Anahoja kweli, anahoja. Yani kwamba anachomaanisha Jabiri ndio sio kwamba bondia asipigwe raundi ya kwanza. Apigwe raundi ya kwanza kwa sababu kwenye ngumi inaweza kutokea hata kwenye sekunde. Lakini ukimleta bondia hebu waoneshe watu ana nini. Yaani awe ana nini ya kwamba bwana alishaye kupigana sehemu, si ndio? Akafanya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hii level ambao wamefika sasa hivi ndio Jabiri anaisemea. Sasa hivi ukishasema tu kuna ndondi. Mimi jana nimepita pale Ubungo. Wakati tumeachana mimi na ambao tuliachana late sana mimi na ule muda, pamoja na kwamba giza alikuwa halijaingia, lakini niliona ile jinsi ambavyo watu wengi wanaelekea kwenye ngumi. Hiyo unajua ni sasa hivi ni kama vile ni mtoko wa watu wengi. Kwa wakienda basi ngoja ngombe Philip. Upate burudani. Ngoja ngombe Philip. Taarabu. Unaikumbuka taarabu wewe ulikuwepo. Taarabu ilivyoshika kasi Tanzania hapa. Ndio. Ulikuwa kila mkoa unaoenda ambao taarabu inaenda. Saa 12, saa 1 tiketi zimeisha. Watu wako nje. Kwa nini taarabu ilikufa? Watu wanaanza kuanza kuimba saa 7. Unaona? Saa 7 watu sio wanapanda jukwani. Mara anaopanda kuimba kalewa. Hao wanaipanda sio yule ambao mmekuja kumuona. Mnaambiwa sio kapata dharura. Imeenda. Basi ikanafika sasa kuna taarabu mko nyie na ndugu zenu ndio mmekuja. Basi inaonekana Jabiri ni mpenzi wa taarabu. Sio mpenzi wa taarabu. Nasema. Mimi sio mpenzi wa taarabu, lakini ninachokwambia hivi ndio vitu ambavyo vinatufanyaga vitu vyetu vinadondoka. Tumekupata. Kalolo pia alicheza na Mfilipino na katika pambano hilo Mtanzania Kalolo yeye aliweza kushinda pambano hilo. Huyo ni Mfilipino. Unajua Filipino mara nyingi kutokana na jina la Manny Pacquiao. Filipino pia kwenye ngumi wako vizuri. Kwa hiyo hata hapo ukiangalia hizo ngumi zinavyokwenda kama ukuweza kushuhudia unaona. Huyu Kalolo anatokea Mafia? Mafia. Wote ni Mafia.
Kwa hiyo ni ngumu sana. Unaona alivyo wagumu kunani, yaani unaweza ukapiga ngumi mpaka ukasio unapiga jiwe, alafu ni watoto wadogo kabisa watoto wadogo. Kwa hiyo Mtanzania aliweza kushinda. Vipi huyu Kalolo mnyama sana hizi. Kwa nini? Yaani yeye kaacha uso wake kwamba tupigane tu. Na kweli. Alafu sasa unajua ni na kimo kimo cha Kalolo na yule pale ni kimo sio shida kwa sababu ndio cha kina Tyson hiki. Cha kina Tyson. Ndio kimo cha kina Tyson. Unajishindilia pale chini. Kimo ndio cha kina Tyson. Tyson wakati anaanza ndondi kuna makocha walikuwa wanamkataa. Kabisa ukiangalia ile nani ile historia. Kwamba kuna makocha walikuwa wanamkataa kwa sababu ya ile ufupi. Tutaweza kupata ngumi nyingine. Jana mapambano yalikuwa mengi. Wakati huo basi tuendelee na ya gazeti, alafu tutarudi tena tukiletewa ngumi ambazo zipo, tutarudi tena kuzielezea. Katika gazeti la Mwanasport hiyo habari ya mechi ya usiku boli lipo hapa. Utaweza kupata idadi ya mechi zilizokutanishwa Yanga dhidi ya Azam. Utaweza kupata na mfululizo wa kukutana matokeo Azam FC na Yanga nje ya ligi kuu. Walishakutana miaka ya nyuma huko Kagame Cup, walishakutana miaka ya nyuma huko Mapinduzi Cup. Kwa hiyo ni mara kwa Ngao ya Jamii washakutana. Kwa hiyo hakuna jipya, lakini ni kwa sababu timu hizi zinajulikana, kila mmoja aweze kujua nani anakwenda finali. Kwa ndivyo hivyo tujue kwamba leo usiku kuna mtanange. Finali inachezwa lini ya Muungano? 29. Kwa 29, 30, tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3. Siku 3 tu. Ndani ya siku 4. Wewe bado uko katika ile dabi ile? Yaani nimefikiria siku 4, yaani siku 3. Okay. Sababu ile ya 4 ndio siku ya mechi. Kwanza kikubwa tuangalie leo nani anashinda. Halafu mimi ninapokujua wewe ushamtaka mtu anashinda. Na kesho utakuwa unataka mtu mwingine ashinde. Tuangalie leo nani anashinda. Alafu kesho asubuhi kungekuwa kuna kurasa kesho asubuhi. Ningekwambia. Leo nani anashinda? Baada ya unaniongezea maneno. Yaani leo kwanza nijue nani anashinda. Upo. Alafu kesho kungekuwa na kurasa. Tuambie hata kule kwa ile group letu. Amna mtanisambazia bure maneno. Kwa hiyo sasa tuyaache hayo na tutaendelea na mapambano mengineo ya ngumi ambayo Mtanzania mwingine ameweza kushinda dhidi ya Nigeria. Wa Nigeria walikuwa wengi. Shagembe huyo ni Mtanzania, Frank Shagembe akiwa ameweza kushinda pambano lake dhidi ya Nigeria. Unaweza kushuhudia hii kupo ni heavyweight ilikuwa ndio ilikuwa ni ile ngumi ya heavyweight ambayo ndio nilikuwa na kusimulia, ndio pambano la ma heavyweight. Kwa hiyo mjionee kwamba jinsi ambavyo huyu mwingine naye ni Mafia. Mbona ngumi mpaka referee anamsaidia kumuinua. Kimwa kwenye kuna yake Aidan Nezoka, gari ikiwa juu kwa Faruq Abubakar. Je, ataweza kumudu kwa namna gani power alionayo? Raundi ya kwanza kati ya 10 tayari shakuwa kwenda kulamba sakafu. Kiangalia kabisa auoni ile nguvu ya bondia pengine kwenda kushindana.
hauoni ushindani wowote kwa upande wake, akijaribu kuinuka pale, lakini bado mpaka referee anamsaidia kumuinua. Kimwa kwenye kuna yake Aidan, naweza kuzungumza ni nini? Yeye mwenyewe unaona anatikisa kichwa, anazungumza. Of course sheria iko wazi, ukiwa knocked down haupasi kusaidiwa kwenye mchakato wa kuwa unanyanyuka kuzikusanya. Sasa kama refa anakunyanyua, maana that means wewe hauko tayari na huwezi kuendelea na fight. Akutana hapa ndo pale ambapo aliteleza. Haikuwa clean punch, aliteleza na muamuzi akamwambia hapana, hiyo sio punch. Kwa hiyo ngoja tuangalie, na hapa mambo yakawa hivi. Anil jaribu kwenda, hakuna punch yoyote pia ambayo ilimkuta, akakaa chini. Alikuwa anajihami zaidi, na hapo ndipo ambapo akamwambia inuka. Akasema hapana. Ukiangalia hakuna punch zote ambazo unazungumzia. Ndio hiyo. Nafikiri ukiangalia pambano hilo unakubaliana alichokuwa anakisema Jabiri. Sasa hivi vitu ni muhimu sana kuvitazama, yaani wadau wa ndondi, hivi vitu ni muhimu sana kuvitazama. Pale ngumi ilipita wapi? Kama alivyosema Nkini, mabondia wetu sasa hivi wa Tanzania wanaona kabisa kucheza Tanzania wanapata hela zaidi. Afi pambano la kimataifa WBO hii. Ukishaona mkanda wa WBO, ukishaona huyu refa Madevu na yule babu yule ni mkanda WBO, kwa hiyo heavyweight. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kile unachokisema. Sasa mimi ngoja nikumika tuzingua hapa. Yule bondia alikuwa ana hata panel nyuma, kwa sababu ile panel yake tu, yani mmekujaje mpaka ukimuona tu kuanzia ile sekunde ya kwanza anaonekana kabisa ya kwamba hayuko tayari kwa ajili ya kupigana. Sababu pale hajapigwa, mimi sijaona ngumi hata moja aliyopiga. Na mtangazaji si unaona anasema yani ile ngumi ya mwisho ambayo amedondoka ni kwamba amelala akakwepa akakaa zake chini. Mimi nahisi ni bondia ambao aidha baadaye anaweza akaja akasema labda alipata tatizo afu akaona labda aseme pale alivoteleza nyonga ilimsumbua hiyo. Akisema hivyo inawezekana pia, lakini aseme nyonga pale alivoteleza labda nyonga huko mimi. Sasa sababu ambao pia kwenye ngumi kumwambia muamuzi ya kwamba bwana siwezi kuendelea ilikuwa bora zaidi kuliko hicho ambacho labda ndo kamwambia. Yeye hajamwambia. Unajua katika round moja, round ya kwanza mshikaji kadondoka mara tatu. Na sasa kosa lingine ambalo linakuja kutokea kwenye ngumi ambalo halipo, muamuzi haruhusiwi kumnyanyua bondia akiwa amedondoka. Hakuna sheria muamuzi kumnyanyua yule bondia, unamwona ameshindwa kunyenyuka kabisa, muamuzi. Na Aidan amezungumza hapo vizuri. Mtangazaji Aidan amesema hapo. Yaani referee alikuwa stahili kumnyanyua. Wewe referee unachotakiwa kufanya ni kumhesabia, sio kumnyanyua eti ya kwamba njoo kaendelee. Kama hawezi kunyanyuka tu chini, hawezi kuendelea na pambano. Haya, lakini yote kwa yote ni Mtanzania aliyeshinda. Tumpongeze kwa sifa kwa bondia wa Kitanzania. Wale majamaa wa WBO wanakuwa na waamuzi wao na wenyewe wanakuja kusimamia mikanda yao. Kwa hiyo ushindi tusiseme kwamba mpinzani, mbona ni mpinzani anayetambulika na WBO. Sawa. Ina maana hata hivyo bondia wetu baadaye atakuja kupewa pambano lingine. Sasa hivi baada hivi kuna miezi kadhaa itapita hapa, atatafutiwa mpinzani ambaye na WBO ambaye atapambana naye ili kuweza kutetea mkanda. Mkanda. Kwa hiyo jana kifupi tu walipona fedha, nafikiri niliona kama milioni 10 hivi walishinda. Milioni 10 walipewa kila mtu. So unaona sasa hela ina. Yaani hicho sasa ndio nilichokuwa nakizungumzia mwanzo. Kwamba mabondia wetu wako huru zaidi kucheza mapambano ndani. Sababu kuna bondia anaweza akafuata hiyo milioni 10 unayoizungumzia Ubelgiji. Yaani anaifuata hiyo milioni 10 unayoisemea, anaenda kupigana Ubelgiji. Kwa kama anaipata hapa ndani, anaona bora aendelee kujifua au fiti, aitiwe mapambano hapa ndani, aweze kucheza. Katika hiyo package ya milioni 10 ni Richard na Frank wa Tanzania waloshinda katika mapambano yao
wale Frank na Richard ndio wameweza kupata hiyo milioni 10 kila mmoja, kila mmoja 10 yani 10 kila mmoja. Na unaona faida ya sasa ya mchezo unaocheza. Hata leo ukiona jeraha hapa ukiamka leo lakini una kitita kiko ndani, huna pressure, leo unaenda kujiliwaza. Hiyo imenikumbusha ile video ya Twa Kiduku aliamka asubuhi, watoto wakimwongelesha anasema leo mambo ya hela kwanza tuache. Mimi nilikuwa nazungumzia kitu sasa kuhusiana na Azam TV. Mimi nawaambia ukweli, kukutana na bondia ambao ulikuwa unakutana naye nyuma, kukutana naye sasa hivi, maisha yao yamebadilika sana. Yamebadilika sana. Mabondia sasa hivi wako kwenye grade fulani hivi ya maisha ambao unaona kama kuna wachache, mfano alikuwa anamzungumzia Ibra huyu unayemwona leo sio Ibra yule. Ibra ameshabadilika sana. Na kuna ranki moja ametoka kwenda ranki nyingine ya mafanikio. Na hiyo iko kwa mabondia wengi sana. Lakini pia ukiwakuta wengi sasa hivi, na hisi kuna kitu kimewaingia sana mabondia. Kuna ile nidhamu wanayo sasa hivi. Yaani bondia hapo nyuma ilikuwa bondia ni kama vile wanageuza kama vile ubondia ni usela. Lakini sasa hivi unamuona bondia anajiheshimu. Yaani kuna sehemu bondia unamkuta, mwanzo ilikuwa lazima unazoka wakuta labda zile sehemu bondia hapa ametoka wapi. Lakini sasa hivi uwakuti kule. Yaani unawakuta wako kwenye madaraja fulani hivi ambao ndio sehemu ambapo mabondia wengine wote wakubwa wanatakiwa kuwa. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa kwenye nchi yetu sasa hivi. Ukitoka kwenye football inachofuata ni ngumi. Na unaona kabisa kwamba kuna mafanikio kwenye ngumi, afu ndo unakuja unafikia kwenye riadha. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna sehemu hii michezo hii michezo mitatu, ndio football, ngumi na riadha, natakiwa ihamishe michezo mingine sasa, kwamba bwana tunatakiwa na sisi tuendelee kupambana ili kufikia juu. Umeona hapa juzi kikapu imekuja kwa kasi sana. Ni kweli. Ni kweli. Kikapu ilikuja kwa kasi sana, na ni timu moja tu imeanza kubadilisha ile picha ya kikapu. Hiyo Dar City imeanza kubadilisha kwamba picha ya kikapu inaweza kubadilika kwenye nchi. Mashabiki wengi zaidi wakafuatilia kikapu. Sababu tulikuwa tunaandika kikapu, unaambiwa ukiandika leo unapigwa simu kutoka Mbeya, kutoka Iringa, sio kutoka wapi. Bwana hivi hawa Dar City wanacheza lini tena? Hiyo ni timu moja. Hii juzi mlikuwa mnapigiwa simu. Juzi wakati Dar City wako Afrika Kusini. Tulikuwa tunaandika sisi unapigiwa simu kutoka wasema wameshift Rwanda ama sio nafikiri wameenda Rwanda, si ndio? Ulikuwa unapigiwa simu kila siku, wanacheza lini tena hivi? Na mechi yao itakuwa saa ngapi? Sasa wanaanza kujiuliza kwamba hii timu moja imeweza kufanya hivi, zikitokea timu 4 au 5 kwenye basket napo kutakuwa kwa kasi sana. Na watu watakuja. Watu watakuja kuweka hela. Dar City wanawadhamini wangapi sasa? Kwani Dar City wanawadhamini kwa sababu wamejitangaza. Wamejitangaza, wameonyesha kwamba wanaweza kufanya kitu. Na kuna tokea wengine wengi kesho hapo utakuja kukuta watu wanakimbia, wanahama kutoka kwenye soka wanaenda kujaa kwenye mechi za basket. Na mimi kwenye ndondi kitu tu ambacho ningewaomba sana, hasa mabondia anaosema Philip ambao wanazidi kukua, siwaambii kwamba waache makocha wao yani waliokuwa nao ambao wamewafikisha hapo, lakini kama wanaweza kuwasaidia makocha wao kuongeza ujuzi, waongeze ujuzi. Mmezungumza hapa michezo sio nini, kwamba kuna soka, kuna kikapu, kuna nini, lakini kuna jana juzi nilikuwa nafanya research. Kitu kingine hapo ni entertainment. Watu wanakipenda sana. Entertainment. Kinakuja muona hapo bila kujijua umegusia taarabu. Sawa. Unaelewa? Bila kujijua by default. Mimi ni muumini sana wa entertainment. Lakini sasa na mimi natoa angalizo langu kama la Jabiri. Like entertainment. Entertainment hiyo. Kuna bendi. Bendi perfect, mimi sina shaka nazo sana. Lakini hawa wasanii wengine wanaamini ya kwamba kila mtu anaenda kwenye show zao anataka kuchelewa kulala. Yanarudi kule kwenye ile hoja ya Jabiri. Yaani mimi nikienda kwenye show ya msanii mfano wa hip hop, mimi sitaki kulala saa 8 usiku au saa 9. Wewe umeniambia kwamba show yako inaanza saa 2 ili ikifika angalau saa 5 saa 6 niwe nimeridhika, niende zangu nikapumzika. Sasa unakuja kupanda saa 8, mimi utanikuta kwa haya. Hiyo yote vimechukuliwa. Dakika 45 Bajaber, kocha atia neno. Huyu Bajaber, gazeti la leo, Bajaber ligi ya Kenya au hapana? Cheza mechi ya Simba ya juzi ya Muungano. Cheza Muungano. Alicheza vizuri sana. Alicheza. Alikuwa na majeraha.
Walimtoa kwenye NBC. Mashindano mengine haruhusiwi kucheza. Okay. Bajaber. Kwa kasuzika kocha. Of course tunakwenda katika mechi ya pili ya nusu finali, tunahitimisha hivyo siku ya Jumapili kati ya Mlandege. Sijui kama ataweza kumla ndege ipasavyo dhidi ya Simba kesho. Lakini kwenye ile mechi ya Mlandege na Singida. Kuna penalty moja ambayo naona sijui kwa ilikuwa ni mauzauza. Mauzauza. Lakini nafikiri uliangalia mechi. Nani alinyimwa? Singida. Ile penalty mpaka nilifumba macho hivi. Kila nikimwangalia refa. Jana tulikuwa ndio walichokuja kuzungumza Masanza. Naona Masanza aliongea kwa hasira zaidi baadaye kwa sababu ya hicho ambacho anasemea. Jana tulikuwa ile unajua ile kama yani refa sijui alifanya nini sijui. Lakini ndio football, saa nyingine kwenye football unapata maumivu makali ndio yale sasa. Siku hizi waamuzi wetu ukiwaambia bwana hapa mbona mlikosea, wanakuambia sisi hatuna VAR. Ndio sehemu ambapo pekee wanaegemea. Okay, haya tunahitimisha leo hii. Tunahitimisha na kuna ligi ya wanawake ya Uingereza. Kuna ligi Brighton na Manchester City, hii itaonekana UTV. Kumradhi, Sports 2 itaonekana Brighton dhidi ya Manchester City, ligi ya wanawake. Tunahitimisha katika gazeti la Mwana Sports. Mimi sizungumzi. Nafikiri sizungumzi. Mimi ningeendelea kusisitiza sizungumzi. Kuna vipengele ukatiza? Mimi ningeendelea kusisitiza. Yaani mimi ule uondo uliopata washabiki wa dabi ya mwisho ya msimu uliopita baada ile mechi ya kwanza kutokuchezwa, mimi ningetamani sana kuiona tena. Sio ile dabi aliochezesha yule Misri anaenda kombe la dunia. Ndio maana nakwambia natamani sana mimi nione, yani nione tena. Yani mimi kiu yangu kiukweli natamani sana nione tena marefa wa kigeni wakichezesha dabi. Nataka tu kuona tena. Sawa. Ili niseme sasa jamani, kumbe haya tunayolalamikia kama mechi ya mwisho iliyotokea Zanzibar ya Simba na Yanga ya ligi iliyotokea Zanzibar. Kumbe inawezekana kufanyika na yoyote. Sijui kile anasema, lakini mimi ya penalty. Mimi nakuunga mkono. Yani mimi natamani sana. Yaani nakuunga mkono, lakini pia mimi naongeza kitu kingine. Si hatuna VAR. Turudishe wale waamuzi wetu tuliwaikaga kipindi fulani wakawa wanakaa waamuzi watano. Wale ambao kwenye mechi kulikuwa kuna wawili wengine, huku kuna wawili wengine, alafu kuna hawa pembeni. Yaani tulikuwa tuna waamuzi watano ndani. Sasa warudishe kwenye mechi ya dabi. Mkini wakati mwingine si kama tunawapangia kazi. Tunashauri. Make na shirikisho letu ni sikivu. Bodi ya ligi yetu sikivu. Sawa. Inawezekana katika dabi ya tarehe 3 ikawepo huo mfumo. Sio kama tunalifundisha kazi, lakini tunatoa mmoja ni magoli, mmoja ni magoli. Ilishafanyika hiyo, sio? Yaani waamuzi hao wote 6. Haya wote 6 kweli wasione kweli? Haiwezekani. Wakati huo ambapo tunapambana na mambo ya VAR, leseni. Kama sisi tuleta ile ilikuwa VAR yetu. Of course. Yaani sisi ni waanzilishi wa VAR hata kabla huko Ulaya haijaji. Tulishakuwa na ya kwetu huku yao waamuzi ambao wanakaa nyuma ya magoli. Hamna sehemu nyingine yote unaipata. Nakumbuka zile mechi hazikuwa na malalamiko. Ile mechi ambayo ilikuwa na malalamiko mengi kwenye unampa uwigo mwamuzi kwenda kwa mwamuzi namba 1, mwamuzi namba 4. Bana vipi? Anapata kitu. Asante sana jamani, tumefika tamati ya kurasa za mwisho, lakini ombi letu likopo ndo ile kwenye dabi ya tarehe 3. Wanakupa waamuzi wangapi? 6. Walikuwa 6, huku pembeni wawili, mmoja katikati, mezani mmoja na hao wawili kwenye magoli. Nyuma magoli kote.
hapo huwezi kupinduka. Kama tukio yetu mengi ya dabi yanatokea hapa kwenye magoli hapa. Yaani hapa magoli na kwenye makona kona. Na penalti hizi si penalti sijui nini kaangushwa kashika, hapana. Hapo bwana, tumefika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo. Tukutane wakati mwingine leo hii na kesho. Kuna ligi ya wanawake nchini Uingereza. Tunaweza tukamshuhudia mchezaji wetu Aisha Masaka yuko kwenye Brighton ya majeruhi, ambapo mechi yake leo inachezwa leo, Brighton na Manchester City. Kwa hiyo tunaweza tukamshuhudia pengine leo akawa amepangwa katika kikosi cha timu ya Brighton. Kwa sasa tuna mengi, nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea back to back mpaka itakapofika pia saa 2:15 ambapo Yanga atacheza na Azam.